Naam, kubwa bwana ni kuhusiana na mchezaji wako huyu Jean-Claude Gilmugisha kwamba anahusishwa na klabu ya Yanga. Ni kweli Yanga wameleta ofa mezani kwako ukiwa kama wakala wa mchezaji huyu? Kwanza kabisa nikwambie kwamba nimeshaliongelea, lakini si baya kuongea na kuelewesha Watanzania na wapenzi wa Yanga. Kweli Yanga niliona wanamtaka, nikaona kwanza nilianza kuona kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao, lakini baadaye bwana ikawa mimi ikabidi nimuulize rais wa Yanga. Kamuuliza bwana, huyu mchezaji, akaniuliza ni bei gani, nikamwambia bei yetu, hajarudi kwangu, lakini inawezekana labda hapo wanajadili jinsi ya kupata hizo pesa, lakini kumtaka kwenyewe walionyesha nia kumtaka. Lakini kama mnavyojua mchezaji kama Gilmugisha sasa hivi ni mchezaji ambaye ni mkubwa sana, kwa sababu kiwango chake kimepanda na amejionyesha kwenye mashindano ya Champions League. Lakini Yanga nayo sio timu ndogo, ina uwezo, isipokuwa ni uamuzi tu. Kwa hiyo ofa tunapokea kama tunavyopokea ofa za timu nyingine kubwa kubwa. Mungu akipenda maamuzi yatatolewa baadaye. Kwani ofa ambayo Yanga wameweka mezani ni kiasi gani gharama yake? Unajua mimi kama wakala, ofisi huwa inakataza ama kuna kitu tunaita confidentiality of the work. Hayo yote yatatangazwa mchezaji amemaliza kujulikana anaenda wapi. Lakini kwa ofa mliosikia kwamba tulikuwa tumesema tunataka milioni 1.5 dola, imepokea mahitaji yetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba itaturudia, kwa sababu uwezo wa Yanga nao sio mdogo, kwa sababu ni timu ambayo ni klabu kubwa Afrika. Na mchezaji mwenyewe yupo tayari kucheza Tanzania? Mchezaji yuko tayari, kwa sababu mchezaji bwana, muda mwingine wewe unajua, kwani Cristiano Ronaldo alienda kucheza Uarabuni kwa sababu gani? Alienda kwa sababu mpira ni pesa, mpira ni maisha. Maisha ni nini? Maisha ni pesa, kwa sababu mimi ananisikiliza mimi kama meneja wake. Kwa hiyo sasa wewe utakuwa, kwa mfano msichana unakaribia au umefika muda wa kuolewa, kija mwanaume unayeona kwamba na atakutunza, atakulinda umaskini, utaishi vizuri, si ndio unaenda naye? Ni kama mchezaji sasa kwenye timu. Mchezaji naye anaangalia ofa nzuri ambayo inaturidhisha, anaenda huko ambako atakuwa anapata mshahara mzuri na anacheza bila wasiwasi. Kwa hiyo kwa picha halisi ni kwamba bado dili la Yanga lipo on, bado halijakufa kabisa, halijakufa. Na napenda niwaambie Watanzania wote na wa Afrika Mashariki na watu wote, hakuna mchezaji anayependa klabu siku zote. Mimi nishawaambia, mchezaji klabu anaifanyia vizuri, anaitumikia kwa sababu na yenyewe inampa anachotaka, kwa sababu wewe umechagua mpira. Na nawaambiaga wachezaji na wao wanaonisikia, umechagua mpira ndio ofisi yako. Kwa hiyo ofisi lazima ikulishe, kwa sababu hapa duniani kila mtu anaangalia mambo yake. Sasa mambo ya timu ni kufanikiwa kuchukua mataji.